Leo nimewaletea simulizi inayoitwa Kijiji cha Wafu. Mtunzi ni Alex Kalinga. Mvua ilikuwa inanyesha kama laana. Maji yalikuwa yanashuka kutoka mawinguni kwa hasira, yakipiga paa la basi la abiria kama risasi ndogo ndogo. Musa aliketi kwenye siti ya dirishani, macho yakiwa yameelekezwa nje, huku uso wake ukiwa umejaa huzuni. Bibi yake mpendwa, Bi Zaituni, alikuwa amefariki siku 2 zilizopita. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kurudi kijijini kwao tangu alipoondoka miaka 7 iliyopita kwenda Dar es Salaam kutafuta maisha. Abiria wa Nangurugai tayari kushuka. Kondakta alipiga kelele, sauti yake ikizama kwenye mdundo wa mvua. Musa alishutuka. Alikuwa karibu na kituo chake cha mwisho. Kijiji cha Nangurugai kilikuwa ni cha mwisho kabisa katika miteremko ya milima ya Uluguru. Baada ya hapo ni njia ya msituni tu kuelekea kwao, kijiji cha Mbilikimo, kama watu wa mtaa walivyokipenda kukiita kutokana na hadithi za kale. Lakini wakati anashuka kwenye basi, kitu fulani kilionekana tofauti. Hakukuwa na mtu kituoni, hakukuwa na sauti ya mbuzi wala watoto kucheza, hakukuwa na harufu ya moshi wa kuni wala ngoma za mazishi. Kulikuwa kimya, kimya kama kaburi. Alisogea kwenye njia ya vumbi, begi mkononi, mvua ikizidi kumwangukia bila huruma. Njia hiyo aliikumbuka, lakini sasa ilionekana kana kwamba haipo kabisa. Miti iliongezeka, majani marefu yalifunika njia na anga lilionekana zito kupita kawaida. Baada ya kutembea kwa takriban saa moja, Musa aliona kibao. Kiliandikwa kwa mwandiko wa rangi nyekundu: karibu kijiji cha wafu. Usipojua ulipotoka, hautajua unapoenda. Alisimama, akasoma tena. Moyo wake ulianza kumgonga kwa kasi. Alijaribu kurudi nyuma, lakini njia aliyoipitia haikuonekana tena. Ilikuwa imefungwa na ukungu mzito kama maziwa. Mungu wangu, alijiambia kwa sauti ya chini. Kisha alisikia sauti, sauti ya kicheko cha mtoto, lakini haikuwa ya furaha. Ilikuwa kama ya kitu kinachocheka kwa sababu kimekuona ukiingia mtegoni. Sauti hiyo ikawa ya watu 2, kisha 3, kisha 4. Musa aligeuka upande moja hadi mwingine, lakini hakuona mtu. Tu kivuli kikielea juu ya ardhi, kikizunguka miti, kikimkaribia polepole. Musa alikimbia kama mwenda wazimu, lakini kila alipokimbilia, kijiji hicho kilizidi kuonekana mbele yake. Nyumba zilizojengwa kwa miti mikavu, milango ikiwa wazi, na vumbi la ajabu lililokuwa linaelea hewani kama moshi wa mauti. Hatimaye alifika kwenye mtaa mkuu wa kijiji. Hakuwa na mtu, lakini alihisi macho yakimtazama kutoka kila kona. Akaamua kuingia kwenye nyumba ya kwanza aliyokutana nayo. Mlango ulifunguka kwa tegea, kama ulikuwa ukimsubiri. Ndani palikuwa na baridi. Kuta zilikuwa na maandishi ya ajabu yaliyochorwa kwa damu. Na pale kwenye kona aliona picha ya familia moja, lakini walikuwa hawana macho. Macho yao yalikuwa yamechomolewa kwenye picha. Aliposogea karibu kuichunguza picha hiyo, kisha sauti ikamuita kwa sauti ya kukwaruza, Musa, unarudi nyumbani hatimaye. Musa alipogeuka hakuwa na mtu, lakini alihisi mikono baridi kama ya maiti ikimshika mabegani. Mikono ile baridi ilikamata mabega ya Musa kwa nguvu ya ajabu, kana kwamba ilikuwa mizoga iliyofufuka kutoka kaburini. Alijaribu kugeuka, lakini hakuweza. Mwili wake ulitetemeka. Alisikia pumzi ya baridi ikiugusa upande wake wa shavu. Harufu ya udongo uliochanganyika na uvundo wa kitu kilichooza ikamvaa puani. Unawakumbuka, Musa? Hawa ndio waliokulea. Sauti ile ile ya kukwaruza ikamwambia.
Musa alipogeuza kichwa kwa nguvu, mikono ile ikapotea ghafla kama moshi. Alijikuta peke yake tena, lakini sasa picha ukutani zilikuwa zimebadilika. Wale watu waliokuwa hawana macho sasa walikuwa na macho yao, lakini macho yale yalikuwa yamemkodolea yeye, kana kwamba walikuwa hai na walimwangalia moja kwa moja. Alirudi nyuma kwa hofu, moyo wake ukidunda mithili ya ngoma ya vita. Alijikwaa na kuanguka, kisha kusimama haraka, akatoka nje ya nyumba ile ya laana. Lakini kijiji hakikuwa kimya tena. Milango ya nyumba nyingine zilikuwa zinafunguka moja baada ya nyingine, bila mtu yoyote kuzifungua. Kila mlango ulifunguka kwa kishindo, ukitoa mlio kama wa maiti anayeamka kaburini. Kutoka ndani ya nyumba hizo, kivuli kilianza kujitokeza. Si binadamu, si mzuka kamili. Viumbe hao walikuwa nusu watu, nusu majivu. Walisogea taratibu, vichwa vyao vikiwa vimeinama, lakini macho yao yakiwa yamejaa ukatili. Musa alikimbia kuelekea katikati ya kijiji ambapo kulikuwa na mnara mrefu uliokuwa umeezekwa kwa nyasi kavu. Mnara huo ulikuwa umeandikwa, "Hii ndiyo saa ya mwisho." Katikati ya mnara kulikuwa na saa. Haikuwa ya kawaida, ilikuwa saa ya mchanga, lakini mchanga huo ulikuwa mwekundu kama damu, na ulikuwa unateremka kwa kasi isiyo ya kawaida. Chini ya saa hiyo kulikuwa na maandishi mengine: "Usiku wa 7, mwili wako hautakuwa wako tena." Musa alijikuta akihema kwa nguvu. Hakujua alipokuwa, hakujua la kufanya. Akainua macho juu ya mnara na kwa mshangao wake aliona sura ya mtu anayemfahamu. Ilikuwa sura ya bibi yake, Bi Zaituni. Lakini macho ya bibi hayakuwa yale aliyoyakumbuka. Yalikuwa meusi kabisa na mdomo wake ulikuwa wazi, akiongea maneno yasiyosikika lakini ya kutisha. Musa alihisi ardhi ikitetemeka. Viumbe waliokuwa nyuma yake sasa walikuwa karibu kabisa. Akaamua kukimbilia msituni, lakini hata alipokimbia, kila njia aliyopita ilimrudisha pale pale katikati ya kijiji. "Wewe si mgeni hapa Musa," sauti ya bibi yake ikasikika, sasa ikiwa hewani kila upande. "Umetoka huku na huku ndipo utakaporejea. Damu ya ukoo wako imefungwa na laana ya kale. Kila kizazi lazima kiagize mmojawapo, na sasa ni zamu yako." Ghafla, ardhi chini ya miguu ya Musa ilipasuka. Alizama ndani ya shimo refu lililojaa mifupa na mabaki ya wanadamu. Sauti za vilio, kelele za mateso na maneno ya kuomba msaada vilimvamia masikioni. Kabla hajazama kabisa, macho yake yalitua juu na aliona sura yake mwenyewe ikimtazama kutoka juu ya mnara. Sura yake, lakini si ya kibinadamu tena. Ilikuwa imejikunja, imefura na ilikuwa ikitabasamu kwa mauti. Musa aliporudi fahamu, alijikuta akiwa chini ya shimo lenye giza totoro, mwili wake ukiwa umefunikwa kwa vumbi na mifupa. Alipumua kwa shida, harufu ya mauti ikiendelea kumzingira. Mikono yake ilikuwa imefungwa na mizizi ya mti, kana kwamba ardhi yenyewe ilitaka kumzuia asiondoke. Alihangaika kwa muda, akijaribu kujitoa, hadi hatimaye mizizi hiyo ililegea kidogo. Alijinusuru kwa shida na kupanda ukutani wa shimo hilo hadi juu, akipumua kwa nguvu, macho yakiwa yametawaliwa na hofu na mshangao. Alipovuka mdomo wa shimo, hakurudi tena katikati ya kijiji. Badala yake, alijikuta akiwa mbele ya nyumba ndogo ya udongo iliyokuwa na mlango mwekundu uliokuwa umeandikwa, "Hapa ndipo ukweli hupatikana, lakini si bure." Musa alisogea kwa tahadhari. Alipoingia ndani, hakuona kitu chochote mpaka taa ya kienyeji ilipowaka ghafla na mwangaza wake ukaonyesha uso wa mzee mmoja aliyekuwa amekaa chini, akiwa amevaa vazi la ngozi na sura yake kufunikwa kwa barakoa ya ajabu ya mbao. Macho ya barakoa hiyo yalikuwa kama ya mnyama. "Umewasili," alisema kwa sauti iliyovuma kama upepo wa kaburi. Musa alitaka kuongea, lakini koo lake lilikuwa kavu. Mwili wake ulitetemeka, lakini hakusogea. Mzee yule aliinua mkono na kutandika mchanga chini, kisha akachora alama ya mduara, akaanza kusema maneno ya lugha isiyojulikana. "Bibi yako alijua," alizungumza sasa kwa Kiswahili fasaha.
Aliijua laana hii na alijaribu kukuepusha, lakini damu yako imeitwa Musa. Ukoo wenu ulifanya agano na pepo wa ardhini miaka mingi iliyopita. Walitaka ulinzi na utajiri. Malipo yalikuwa rahisi. Kila kizazi lazima kitolewe mmoja, sio kufa, bali kufungwa na roho za waliotangulia. Musa alikumbuka sasa ndoto alizokuwa akizipata utotoni. Alikuwa akiota anatembea juu ya kaburi kubwa lililojaa midomo inayopiga kelele. Alikuwa akiota anaitwa na watu wasiokuwa na uso. Alikuwa akiota anaungua lakini hapotei. Ndiyo maana umekuwa ukihisi kuwa tofauti, mzee aliendelea. Damu yako si ya kawaida tena. Umekaribia siku ya 7, na ukifika usiku wa mwisho, kabla hujaitambua roho yako itatwaliwa. Basi nifanye nini? Musa aliuliza kwa sauti ya kukatika tamaa. Nawezaje kukwepa hii laana? Mzee alimtazama kwa macho yaliyojaa huzuni. Huwezi kuivunja, lakini unaweza kuibadilisha. Musa alisogea karibu, akamkazia macho. Unamaanisha nini? Laana hii inahitaji roho mpya ili kuendelea, alisema, lakini ukiweza kupeleka roho ya mtu mwingine, mtu ambaye hajaguswa na damu yenu, kijiji hiki kitaachilia nafsi yako, lakini itambue, utakayemtoa atateseka milele. Musa alibaki kimya. Katika kichwa chake alisikia sauti ya mama yake. Alikumbuka baba yake aliyepotea ghafla miaka mingi iliyopita. Labda na yeye alikuwa mhanga wa laana hii. Lakini sasa Musa alipewa uchaguzi: kujinusuru au kupambana na majini na pepo waliokuwa wamefunga ukoo wake kwa minyororo ya giza. Mzee alisimama na kumpa Musa kisu kilichotengenezwa kwa mfupa mweupe uliopambwa na nywele za binadamu. Chagua, alisema, wakati umekwisha. Wao wanasubiri na usiku wa 4 unaanza leo. Musa alichukua kisu kile kwa mkono wa wasiwasi. Alipotoka nje ya nyumba, kijiji kilikuwa kimetulia, lakini anga lilikuwa jeusi kama lami. Ndege walikuwa kimya, miti haikutikisa, na kutoka mbali sauti ya vicheko vya wafu ilianza tena. Lakini safari hii Musa hakuwa tena yule kijana wa kawaida. Alikuwa ameamka, na sasa alikuwa anajua damu yake inamaanisha nini. Musa alitembea kwa mwendo wa haraka kupitia kijiji kilichojaa giza. Hakukuwa tena na mvua, lakini hewa ilikuwa nzito, kana kwamba kila pumzi aliyovuta ilikuwa imejaa vumbi la makaburi. Alikuwa amebeba kisu cha mfupa mkononi, jicho lake likisachi kila kona, akijua kwamba usiku huu si wa kawaida, ni usiku wa 4. Alihisi kuwa kuna kitu kinamfuata, kivuli kilichokuwa kimya lakini chenye uwepo wa kutisha. Kila hatua aliyopiga alihisi ardhi ikitetemeka taratibu, kama mapigo ya moyo wa ardhi yenyewe. Ghafla, mbele yake kulionekana mwanga hafifu ukitokea kwenye kibanda kimoja pembezoni mwa kijiji. Alisogea kwa tahadhari, na kabla hajafika mlangoni, mlango huo ulifunguka wenyewe, ukitoa mlio mkavu kama ule wa kuni kukatika. Ndani kulikuwa na msichana. Alikuwa na umri wa makamu, sura nzuri lakini ya huzuni, macho yake makubwa yakimtazama Musa kwa shaka. Alikuwa amevaa gauni jeupe lililojaa vumbi, na mikono yake ilikuwa imefungwa kwa minyororo ya chuma cha kale. Umechelewa, alisema kwa sauti ya chini. Musa aliketi mbele yake bila kusema neno, akamtazama kwa makini. Wewe ni nani? Aliuliza hatimaye. Mimi ni roho ya mwisho iliyotolewa kwa niaba ya mwingine, alijibu, na sasa nimefungwa hapa milele. Lakini wewe bado una nafasi ya kuchagua. Maneno yake yalikuwa kama baridi kali inayopenya kwenye uti wa mgongo. Musa alitaka kumuuliza maswali zaidi, lakini ghafla minyororo ya msichana ilianza kutetemeka. Sauti nzito ikasikika juu ya paa. Muda unakwenda, Musa. Kabla hajasema chochote, dari la nyumba lilipasuka. Viumbe weusi waliovaa mavazi meusi yaliyojaa vumbi la karne nyingi waliteremka kwa kasi. Mikono yao mirefu ilikuwa imejaa kucha kama visu, na macho yao hayakuwa na mboni, ilikuwa ni giza tupu.
Musa aliruka kwa kasi, akimshika msichana mkono na kuvuta minyororo. Kisu cha mfupa kilitoa mwanga wa ajabu kilipogusa chuma hicho, na minyororo ikaanza kuyeyuka kama inachomwa kwa moto wa kuzimu. Mara tu alipoikata, msichana alilia kwa sauti, sio ya uchungu bali ya uhuru. Miale ya mwanga mweupe ikamfunika na viumbe wale wakapiga mayowe ya kuungua wakikimbia kwa maumivu. Umevunja mnyororo mmoja, sauti ya yule mzee wa maski ikasikika ghafla nyuma yao. Lakini bado una minne, na kwa kila mnyororo unaovunja unajivua sehemu ya utu wako. Kumbuka Musa, laana hii haiko tu kwenye damu, iko moyoni pia. Musa alimtazama msichana akipotea taratibu kama moshi unaopeperushwa na upepo. Sasa alikuwa peke yake tena, lakini moyo wake ulikuwa umejaa moto mpya, moto wa kupigana. Alijua usiku wa 4 ulikuwa umeisha, lakini mbele yake kulikuwa na mitihani mikali zaidi. Alihitaji kukata minyororo mingine 4, minyororo ya roho zilizofungwa, ili kuokoa nafsi yake na kuvunja laana ya ukoo wake. Kila mnyororo ulikuwa unawakilisha dhambi ya mababu zake, na kila moja ungehitaji kupambana na pepo mwenye nguvu zaidi, mwenye hasira zaidi, na mwenye kiu ya damu ya kifamilia. Ghafla kisu chake kilitoa miale nyekundu, upepo mkali ukavuma, na sauti ikasema kwa sauti nzito, Musa, usiku wa 5 unaanza sasa. Ulianza na upepo mkali uliopiga kila kona ya kijiji. Nyumba zilitetemeka, miti ikalia kama watoto yatima, na anga lilitapakaa radi zisizotoa mwanga, zaidi ya giza lililojaa sauti za watu waliopotea. Musa alitembea katikati ya barabara ya kijiji, kisu chake kikiwa mkononi, sasa kikimeta kama kuwa na uhai wake. Alihisi nguvu mpya ndani yake, lakini pia hofu mpya. Hii haikuwa tu vita ya kuokoa roho yake, ilikuwa vita ya kuelewa mzizi wa laana ya ukoo wake. Alihitaji kukata minyororo 4 iliyobaki, kila mmoja ukiwa na historia ya dhambi, kifo na usaliti. Kabla hajafanya hatua ya 3, ardhi ilipasuka mbele yake. Miti ya upande wa kushoto iliinama kama ikiomba msamaha, na mbele yake ukatokea mlango wa jiwe uliojengwa ardhini, ukitanda kwa nyasi na damu iliyokauka. Juu ya mlango huo palikuwa na maandishi yaliyochorwa kwa makucha. Hapa ndipo dhambi ya kwanza ilipoanza, mauaji ya ndugu kwa tamaa ya utawala. Musa alisita, alihisi tumbo likiuma. Hili halikuwa pepo wa kawaida. Hili lilikuwa kumbukumbu ya kwanza ya giza katika familia yao. Aliushika mlango kwa mikono miwili. Mara tu alivyouvuta, mlango huo ulifunguka kwa kishindo, ukitoa moshi mweusi uliotoka kwa nguvu, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kimefungwa ndani kwa miaka mingi mno. Ndani kulikuwa na ukumbi wa mawe, kuta zake zikiwa zimechorwa picha za kale, mababu wa ukoo wake wakiwa wamevaa mavazi ya kifalme, lakini uso wao ukiwa na tabasamu la kishetani. Wengine walikuwa wameshikilia silaha, wengine vichwa vya ndugu zao waliouawa. Kila picha ilikuwa hadithi ya usaliti. Musa alitembea hadi mwisho wa ukumbi, ambapo kulikuwa na kiti cha kifalme, juu yake kukiwa na sanamu la mtu mwenye taji la mawe na macho yaliyowaka moto mwekundu. Ghafla sanamu lile likaanza kuhema, kisha likaongea. Nilikuwa mzaliwa wa kwanza, sauti ilisema, lakini nilivuliwa nafasi yangu kwa sababu ya upendo wa mama, hivyo nikaichukua kwa nguvu. Sanamu likageuka kuwa kiumbe hai, mrefu, lenye mwili wa binadamu lakini kichwa cha fisi, na mikono iliyojikunja kama ya mnyama. Ili kuivunja minyororo 4, lazima ushinde chaguo lile lile nililoshindwa, kusamehe. Kwa ghafla, mbele ya Musa walitokea watu wawili waliovaa mavazi ya kijiji. Mmoja alikuwa bibi yake wakati akiwa msichana, mwingine akiwa kijana wa rika lake mwenye sura iliyofanana naye kabisa. Kiumbe yule akasema, mmoja ndiye atakayeishi, yule utakayeua atakuvunjia mnyororo wa dhambi ya ukoo, lakini kumbuka, mwingine ni nafsi halisi. Ukichagua vibaya, utaanza kuwa mmoja wetu. Musa alipigwa na butwaa.
Jasho limtoka. Bibi yake alimtazama kwa upole. Yule kijana mwingine akamtazama kwa macho ya hasira. Hakujua cha kufanya. Alinyanyua kisu chake, akitembea kwa tahadhari. Kila hatua aliyopiga, moyo wake ulipiga kwa nguvu zaidi. Alimsogelea yule kijana na kwa haraka akamshika bega, akamuuliza, "Wewe ni nani?" Kijana alijibu, "Mimi ni wewe, lakini kama ungechagua tamaa badala ya haki, mimi ni kivuli cha damu yako, na bibi yako ndiye aliyekuzuia kuwa mimi." Musa aligeuka taratibu, alimtazama bibi yake. Kwa mara ya kwanza, macho yake yaliyoonyesha ukimya wa kujizuia. "Je, nisamehe?" aliuliza. Musa alishusha kisu chake. Ndiyo maana nipo hapa. Siwezi kuikata laana kwa damu zaidi, bali kwa uamuzi sahihi." Wakati huo huo, ukumbi ulitetemeka. Kiumbe kile kilipiga kelele kubwa, kikiyeyuka kama moshi. Kiti cha kifalme kikapasuka na minyororo ya giza ikakatika kwa kishindo. Mwangaza mkubwa ukamfunika Musa na sauti ya yule mzee ikasikika tena, "Umevunja minyororo ya kwanza ya moyo, bado mitatu." Musa alifumba macho kwa muda, akihisi mzigo ukimuondoka, lakini pia akajua usiku wa 5 haujaisha. Hii ilikuwa ni sehemu yake ya kwanza. Na nje ya mlango wa mawe, sauti ya nyoka ililia, ikiashiria pepo mwingine alikuwa tayari kwa pambano la pili. Baada ya minyororo ya kwanza kuvunjika, ukumbi wa jiwe ulianza kuyeyuka kama moshi. Musa alijikuta tena nje ya kijiji, karibu na ule mti mkubwa wa miujiza uliojaa makopo ya tambiko na hirizi zilizojaa damu kalu. Kila tawi la mti huo lilikuwa limefungwa kwa vitambaa vyeusi, na katikati ya mizizi yake kulionekana kaburi lililofunikwa kwa mawe yaliyopangwa kwa umakini mkubwa. Musa alijisogeza taratibu. Kulikuwa na maandishi kwenye jiwe la juu: "Hapa amelala Bi Mwana Hawa, mlinzi wa mwisho wa ukoo." Mioyo yake ilianza kumpiga haraka. Bibi yake alishafariki miaka 5 iliyopita. Alimkumbuka kama mwanamke mkali, mwenye upendo uliojaa mafunzo ya ajabu, aliyekuwa na tabia ya kumpaka majivu kwenye paji la uso kila mara aliposhikwa na homa au kuota ndoto mbaya. Sasa ilionekana wazi, alikuwa mtu muhimu zaidi ya alivyowahi kufikiria. Ghafla, upepo ulivuma na majani yakaanza kuzunguka kaburi. Jiwe lililosimama likapasuka taratibu, na kutoka ndani ya ardhi, moshi mweupe ulipanda juu, ukichukua umbo la mwanamke mzee, bibi yake. "Musa," sauti ya upole ilisema, lakini ndani yake kukiwa na uzito wa miaka mingi ya maumivu. "Nilijua siku hii itafika, na nilijua pia hutaelewa mpaka usikie kutoka kwangu." Musa alijaribu kuongea, lakini sauti ilimkataa. Alinyanyua mikono yake, machozi yakimtoka. "Kwa nini?" aliuliza kwa shida. "Kwa nini hukuniambia mapema? Kwa nini ukoo wetu umefungwa na giza hivi?" Bibi yake alitabasamu kwa huzuni. Akaelea taratibu juu ya kaburi lake, na mikono yake ikawa kama mawimbi ya maji, ikionyesha picha angani. Ilikuwa ni miaka mingi nyuma, wakati ukoo wao ulikuwa na nguvu, wakimiliki ardhi kubwa, mashamba na heshima ya jamii yote. Lakini wakati wa ukame ulipokuja, viongozi wa ukoo waliamua kufanya agano. Walimwendea mzee mmoja wa porini, mganga aliyeishi peke yake, aliyedai kuwa na uwezo wa kuleta mvua na baraka. Kwa thamani ya mavuno, walipewa masharti. Kila baada ya miaka 70, lazima mzao wa damu ya kifalme, ndiyo kusema wa ukoo wao, atolewe kwa pepo mkuu wa ardhini, Ruhuma wa Mbao. "Niliamua kuivunja mzunguko huo," bibi yake aliendelea. "Nilipokujua umezaliwa, nilijua uko tofauti. Ndani yako kuna damu ya wote waliotangulia, lakini pia kuna kitu ambacho wengine hawakuwa nacho, moyo wa kupinga." Musa alikumbuka sasa. Kuna wakati alikuwa mtoto wa miaka 8, alikuta bibi yake akichora duara la damu sakafuni, huku akilia na kunena maneno yasiyoeleweka. Usiku huo ndipo alianza kuona ndoto. "Nilijaribu kukuficha, nilijaribu kufunga milango ya dunia ya giza ili usijue, lakini agano lilihitaji kufika mwisho wake. Kifo changu kilikuwa ni sadaka ya muda, lakini sasa ni juu yako kumaliza yote." Musa alimsogea roho ya bibi yake, lakini haikuweza kuguswa. Ilianza kufifia taratibu. "Katika mti huu,"
alisema akionyesha ule mti mkuu, kuna jicho lililochorwa kwa damu ya kifalme, litakuongoza hadi kwenye mzizi wa agano. Huko ndipo utakapokutana na Ruhuma mwenyewe, lakini usiende kama binadamu, utaumia. Enda kama ukoo wako ulivyoanza, ukiwa na imani na ukijua unaweza kugeuza giza kuwa mwanga. Mara roho ya bibi ilitoweka. Musa akaa kimya, halafu akasogea kwenye shina la mti, akatafuta jicho hilo, na kweli kulikuwa na alama ndogo sana kama la jicho lililochorwa kwa damu. Aliweka kiganja chake juu yake. Ghafla, ardhi ilipasuka chini ya miguu yake na akaanza kuzama, si katika shimo, bali ndani ya kumbukumbu. Alikuwa akirudi kwenye asili ya agano, penye chanzo cha kila kitu. Musa alifumbua macho pole pole, akiwa amelala kwenye majani ya kijani kibichi. Anga lilikuwa la buluu safi, jua likimulika kwa upole na hewa ikiwa safi kama maji ya chemchemi. Hakukuwa tena na moshi, giza wala sauti za kilio. Ardhi aliyokuwa juu yake haikutoa hofu, ilihisi kama nyumbani. Aliinuka taratibu, akitazama mikono yake. Kisu kilikuwa kimepotea, lakini alihisi nguvu mpya. Ndani ya moyo wake kulikuwa na utulivu usioelezeka, kama vile mzigo mzito wa vizazi vyote ulikuwa umeondolewa. Akasikia sauti ya bibi yake, si kama roho tena, bali kama kumbukumbu iliyo hai. Musa, mwangaza hauji kwa sababu ya kuondoa giza, hujia kukumbusha kwamba hata giza lina mwisho. Akatabasamu. Kijiji cha wafu kilikuwa kimetoweka. Badala yake, mbele yake kulionekana njia ya udongo wa kawaida ikielekea mlimani ambapo jua lilizama pole pole. Kila hatua aliyopiga, maua yalichanua chini ya miguu yake. Alipofika kwenye mwinuko mdogo, alitazama nyuma. Kivuli chake kilikuwa kirefu, lakini hakikuwa na hofu tena. Sasa kilikuwa ni kivuli cha mtu aliyevuka majaribu, akavunja minyororo ya agano la giza na kusimama kama mlinzi mpya wa ukoo wake. Katikati ya upepo aliusikia ule mwangwi wa sauti za waliowahi kuangamia. Sauti za watoto, wazee, mashujaa wa kale wakiwa katika mdundo wa amani, si tena vilio vya hofu. Na kwa mara ya kwanza, ukoo wa Musa uliweza kupumua. Hakukuwa na tambiko tena, hakukuwa na kafara. Dunia ilimpa nafasi mpya, kupenda, kuishi na kusamehe. Musa alishuka mlimani kuelekea kijiji halisi alichotoka. Alijua si rahisi kuwaeleza wengine alichopitia, lakini pia alijua ndani yake amebeba mwanga ambao unaweza kuwasha taa nyingine. Na jua lilipozama, aliapa, nitakuwa mwangaza kwa wale waliopotea na sitarudi tena kwenye giza. Na huu ndio mwisho wa simulizi inayoitwa Kijiji cha Wafu.